Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib akawa ameuawa katika uwanja wa Karbala, na Mashia waliomwita aende akawe kiongozi kwao wakamlipa malipo haya ya uovu na dhulma ambayo hayasemekani, huwezi kuyazungumzia. Na yote haya tunayazungumza, hatuwatakasi watawala waovu wala kuwatetea kwamba hawahusiki. Tunasema Ubaidullah ibn Ziyad anahusika kwa asilimia kubwa katika kuuawa kwa Al-Hussein bin Ali, anahusika. Na ndio maana Ahlus Sunnah wal Jamaa wanapomtaja humtaja mtu huyu kwa ubaya, na wengine wakimlani kwa vitendo vyake vibaya alivyovifanya dhidi ya huyu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhidi ya ahli albayt. Lakini pia kulihusisha tukio hili moja kwa moja kwa Yazid si sawa, pamoja na kwamba tukio limetokea katika utawala wake, na wanasema kwamba Yazid hakuridhika na hili, pamoja na uovu wake hakuridhika na hili, na hakuna riwaya yoyote sahihi kwamba yeye alishangilia na watu wake wakacheza ngoma wakafurahi kwa kile kilichotokea, pamoja na uovu wake. Kwa hiyo hutakiwi kulizungumza jambo kwa mtu hata kama ni muovu, ukalizua kwake jambo ukamzulia kwamba kufanya hivi na hali ya kuwa hakufanya hili jambo, halifai. Kweli alikuwa na uovu, alikuwa kadha, hakuwa ni mtu wa salaha hivyo, yani mtu wa mambo mema hivyo, lakini kwa hili watu wamejizuia kwa sababu hakuhusika 100%. Watawala walio chini yake walihusika na jambo hili, kama vile tunavyoona kwamba mathalan waziri katika wizara naweza kufanya jambo katika wizara yake na mtu huko ambaye yeye anatakiwa amuwajibishe, lakini kwa ubinadamu au kwa sababu ya ubinafsi, pengine ni mtu wake ataka kumlinda, hakumwajibisha. Watu wakaja wakafukua yale mabaya, wakaona kwamba haya ni katika matatizo yametokea katika wizara hii, pengine atawajibika waziri mwenye dhamana husika akajiuzulu. Si kwamba yeye kafanya makosa, bali atakiwa ajiuzulu kwa kuwa jambo hili limepita katika wizara yake. Ndivyo ilivyo, na mambo haya yanatokea duniani, yapo. Kwa hiyo huwezi kumtakasa mtu wa namna hiyo moja kwa moja. Kwa nini usiwajibike katika hili? Kwa nini usiwawajibishe walioko chini yako kwa upande huu? Lakini hasa waliohusika na mauaji haya wakabashir, kwa sababu hata sheria ya Kiislamu watakapokutana watu wawili, musabbib na mubashir, kudima almubashir. Mimi nimechimba shimo mahali sipo, pengine kwenye njia wanapita watu pembezoni mwa njia na watoto wapita wakicheza na kadha wa kadha, sawa. Pengine akatumbukia mtu pale, kisima kirefu, mtu akitumbukia afa, lakini amekwenda mtu na mwenzake, au watu wamekwenda pale kwenye kisima au kwenye shimo lile lililochimba mimi, mmoja akamsukuma mwenzake akatumbukia kisimani akafa. Katika sheria ya Kiislamu hatumtafuti nani kachimba shimo, tumtafuta yule aliyemsukuma. Ndio maana idha ijtamaa almusabbib walmubashir quddima almubashir, wakikutanika aliyesababisha na aliyefanya, basi atatangulizwa katika kufanyishwa hukumu, kupewa hukumu yule aliyefanya. Kama aliyefanya hayuko, tutamtafuta aliyesababisha. Sasa nyinyi Mashia ndio mmefanya, kabla ya kumtafuta musabbib Yazidi Banu Umayya, nyinyi ndio mliomuua, ndiye mlipigana naye. Na ushahidi wa hili, hata watoto wa Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, watoto wake wa kike na wa kiume, wote wanatoa ushahidi kuhusu jambo hili. Mashia wenyewe pia walitolea ushahidi jambo hili katika vitabu vyao kwamba Mashia wa Iraq ndio waliowaua Ahlul Bait. Falyuadhdhin almuadhdhin, alafu mtasoma baadhi ya ibara au maneno yao ambayo yanashuhudisha hilo. Naam, kimalizia nilitaja hapa jambo la Yazid. Mtasoma kwanza maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala
ambayo ameyataja kwenye Minhajus Sunna. Anaeleza rahimahullah, inna Yazid ibn Muawiyah lam ya'mur biqatl al-Husayn radiyallahu anhu biittifaqi ahli an-naql. Hakika Yazid bin Muawiya hakuamrisha kuuawa kwa al-Husayn radiyallahu anhu. Hakika Yazid bin Muawiya hakuamrisha kuuawa kwa al-Husayn radiyallahu anhu kwa maafikiano ya watu wenye kunukuu habari, walakin kataba ila ibn Ziyad, isipokuwa Yazidi aliandika barua kwenda kwa Ibn Ziyad an yamna'ahu an wilayati al-Iraq, kumzuia al-Husayn kutawalia jimbo la Iraqi. Walamma balagha Yazida qatl al-Husayn adhhara at-tawajju'a ala dhalika, na zilipomfikia habari Yazid za kuuawa al-Husayn alidhihirisha maumivu au masikitiko juu ya hilo. Wa dhahara al-buka'u fi darihi, na kukadhihiri kulia, kilio kikadhihiri nyumbani kwake Yazid. Walam yaslim lahum hariman, hakumchukua mateka mwanamke yoyote katika wanawake wao, bal akrama ahla baitihi, isipokuwa aliwakirimu ahlu baiti wal Husayn, wa ajazahum hatta raddahum ila biladihim, na akawalipa akawapa mali mpaka akawarudisha vile vile katika nyumba zao. Ama riwaya anasema zilizokuja kwamba wanawake katika albaiti walidhalilishwa, wakachukuliwa mateka au mpaka Shamu, haya maneno yote ni maneno ya batil, hayana mashiko hata kidogo katika riwaya. Akaeleza aliyoeleza katika Minhajus Sunna kwenye juzuu ya 4. Lakini ukiwasoma Mashia wenye vitabu vyao waliotangulia huko nyuma, mfano Murtadha Mutahhari anasema katika Al-Malhamatu Al-Husayniyya, wala raiba fi anna al-Kufata kanu min shi'ati Ali, hapana shaka kwamba Kufa walikuwa ni watu wafuasi wa Ali, hilo jambo halina shaka. Mshia Murtadha al-Mutahhari anasema hivi, wa anna alladhina qatalu al-Husayna au anna alladhina qatalu al-imam al-Husayna hum min shi'ati au hum shi'atuhu, na kwamba wale waliomuua al-Husayn ni shia wake, ndio waliomuua. Kadhalika anaeleza haya, utayapata katika Al-Malhama Al-Husayniyya juzu ya kwanza ukurasa 129, na anasema vile vile, walladhi bashara qatl al-Husayn Shamr ibn Dhiljawshan, alifanya kitendo cha kumuua al-Husayn ni Shamr ibn Dhiljawshan wa Sinan ibn Anas an-Nakhai, wa Sinan ibn Anas an-Nakhai, wa haulai thalatha, wa naam, na hawa watu watatu, wa haulai, na hawa watu watatu, akataja ni watu watatu kwa sababu kuna Ubaidullah ibn Ziyad ndiye aliamrisha, na aliyebashi ni Shamr bin Dhiljawshan, na vile vile Sinan ibn Anas. Asema wa haulai thalathatuhum kanu min shi'ati Ali, hawa watu watatu wote walikuwa ni katika Shia wa Ali. Wa min dhimni jayshihi fi Siffin, na ni kutokana na jumla ya wanajeshi wake walio katika vita vya Siffin. Katika vita vya Siffin, Ali bin Abi Talib alipokuwa akipigana watu wa Sham, hawa waliomuua Hussein walikuwa kwa upande wa Ali. Haya ameyataja mshia huyu Murtadha al-Mutahhari. Mshia mwingine kwa al-Ihsai an-Najafi kwenye kitabu chake Ashura anasema, innal jaysh alladhi kharaja li harbi al-imam al-Husayn, huyu ni mshia wa leo kizama hizi, jeshi lililotoka kwa ajili ya kumpiga vita al-Imam al-Husayn alayhi salam 300,000. Mnakupenda kuongeza namba wa watu 300,000. Jeshi lililotoka Kufa kwa ajili ya kumpiga Husayn, kumpiga vita Husayn ni 300,000, watu 300,000. Kulluhum min ahli al-Kufa, wote ni kutoka katika watu wa Kufa. Laysa fihim shamiyun wala hijaziyun, hakuna katika wao mtu kutoka Sham wala kutoka Hijazi, Maka na Madina, wala hindiyun, wala hakuna muhindi mtu kutoka bara Hindi,
wala pakistaniyun, wala hakuna aliyetoka Pakistani, wala sudaniyun wala misriyun, wala hakuna msudani wala mmisri, wala ifriqiyun, wala hakuna mwafrika yoyote, bal kulluhum min ahli al-Kufa qad tajamma'u min qabail shatta. Haya ndio ambayo wao wanayakiri na ni mengi. Zainab bintu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, siku moja aliwasikia watu wakilia, watu wa Kufa, akawaambia atabkun watanun, mnalia na mnaomboleza? Wallahi fabku kathira wadhaku qalila. Naam, na apa kwa Allah, lieni sana na chekeni kidogo. Faqad dhahabtum bi'ariha wa shannariha, nyinyi mmeshaondoka na ile aibu yake yote, ndio mmeibeba nyinyi, na hiyo aibu mlionayo haitaweza kuoshwa na josho lolote milele. Hata mkienda kuoga baharini, josho hilo halitaondosha aibu na ule uchafu mliojipaka. Ahlul Baiti wanajua pia wameuliwa na watu wa Kufa, Shia wao, Mashia wajua hivyo. Sasa yawaje nyinyi humu mkizunguka mwalia na kuwalani kina Yazidi na Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba wamemuua Hussein? Hamuyajui haya au ni vipi? Wanayajua, lakini wanafanya propaganda na upotoshaji wa makusudi ili kuwaghilibu wasiojua, waone kwamba wale ni watetezi makhulas wa Ahlul Bait, na wallahi si watetezi wa Ahlul Bait. Hapa ni katika upande wa hizi khiana, lakini sikwambii katika kuwazushia uongo na habari za uongo, maghulati kuingia katikati na Ahlul Bait wakanukuu habari za uongo wakawatungia. Hili ni balaa jingine kubwa zaidi, kwa sababu yale mafunzo halisi ya Ahlul Bait wao hawawezi kuyapambanua kwamba hili ndilo au silo, kwa sababu maghulati wameingia wakachafua mafunzo ya Ahlul Bait kiasi ambacho pakagawanyika makundi mawili katika Mashia. Kuna Shia waitwa akhbariyun na Shia wengine wanaitwaje? Al-usuliyun. Al-usuliyun ndio waliokuja na manhaji mpya, wakasema sisi tunataka tuzipambanue hadithi na riwaya kutoka kwa Ahlul Bait zilizokuwa zimesihi na ambazo hazijasihi. Akhbariyuna ndio wengi na ndio maulama wengi waliotangulia wanasema hapana, wallahi mkianza kuleta utaratibu huo wa Ahlus Sunna wa kupambanua habari, hamtabaki hata na kipande cha hadithi. Maneno kuna ndani vitabu vyao, kwa sababu baina yenu nyinyi na baina ya maimamu kuna watu wengi waongo, kadhabun, ndio waliopokea habari zenu, na wamejaribu baadhi yao wakafanya hivyo. Hiki kitabu Al-Kafi hakuna hata hadithi moja iliyopokewa kutoka kwa Fatima radhiyallahu anha iliyo sahihi, hakuna hata moja, zote dhaifu. Hadithi zote zilizokuja kuelezea maulidi sahibi zaman, kuzaliwa Mahdi, kwamba hizi zimekuja kuthibitisha kuzaliwa Mahdi, hadithi zote dhaifu kwa mujibu wa tahqiqi zao wenyewe, hawakubakiwa na hadithi hata moja. Kwa hiyo wakitaka wenyewe wanawaambia, mkitaka kuyavunja madhehebu ya Ahlul Bait, leteni utaratibu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa katika kupembua habari. Kwa hiyo katika jinaya kubwa walioifanya kwenye vitabu vyao, wachilia mbali kuwaua Ahlul Bait, pia wameleta zogo kubwa na faudha kubwa ya kuwazuia mafunzo sahihi Ahlul Bait kufika kwa watu. Na tuliwahi kueleza katika baadhi ya vitabu vyetu, tukataja na ushahidi wa namba za hadithi zilizo vitabu vyao, hadithi fulani namba kadhaa, lakini hakuna hata moja iliyosahihi kutoka kwa fulani hadithi. Lakini ukitaka hadithi za Ahlul Bait utazipata kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, hadithi sahihi kabisa kutoka kwa Ali bin Abi Talib, kutoka kwa Al-Hasan na nyinginezo kwa Ahlul Bait, wa Abdullah bin Abbas na nyinginezo utazipata katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ndio wamezifanya hadithi, kwani jinaya wamezifanya hizi. Kwa leo mimi niishia hapa kwa sababu wakati umekwenda sana, na leo ni siku ya mwisho, na pengine mna maswali mtaka kuuliza
Kwa mtu ana swali lake anaweza kuandika ili kudhibiti majlisi yetu. La hamna, basi tumemaliza sisi vikao vyetu kwa leo. Mambo mengine sikuyataja hapa, bidaa za Ashura, watu kujipiga, watu kulia, na huko bara Hindi yatokea makubwa zaidi. Zamani ilikuwa nyinyi mjini mwasikia tu, sasa hivi kuna mitandao, waona watu wanapojipiga mapanga, wanapoingia kwenye moto, watu wanapomwaga damu. Nini? Ati damu ya Hussein. Kadhabuna, wallahi kadhabuna. Alafu ni niyaha katika sheria imekatazwa. Alhasil, Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib akawa ameuawa.